Kama utakuwa unaumizwa na mapenzi na mahusiano, basi ujue hapa ni mahali salama kwa ajili ya kuweza kupata tiba ya mahusiano yako. Jina langu naitwa Ampo. Hewani ni Love Bite ambayo inarushwa hapa Lokoma TV. Siko peke yangu, niko na vijana wenzangu. David yuko sawa. Ya, nipo. Sauti kidogo jamani. Kutoka baby akimbia. Yeah, I'm good. Msewa parties na nani? Niko good, safi kabisa. Nataka tuzungumzie jambo ambalo limeonekana kwenye mitandao la Lulu. Kuonekana amepakatwa akiwa na mwanaume mwingine. Kitu ambacho sisi tunafahamu ameolewa. Ni mke wa mtu na ana watoto, si hivyo? Ana watoto kama wanne hivi, nimeona ile siku ambayo ya miaka 4. Watoto wawili. No, yani wengine wale ni wa familia ambao sisi tunawatambua yeye na Majizo ni wawili. Yani kwenye maisha sawa, ukipenda boga penda na walaki. Ndio kinachotakiwa. Kwa hiyo yani kiujumla tu tunaweza tukisema watoto 4. Haya sawa. Kwa mtazamo wa ile video? Bwana, kwa mtazamo wa video hauko sawa kwa sababu yule ni mama, najua yule ni mama, kuna watoto wanamtizama. Kwa hiyo kama kuna watoto wanamtizama, unajua ogopa sana teknolojia kwa sababu inahifadhi. Kwa hiyo ni ile niseme kajishushia wasfa au kujishia heshima. Yes, katika jamii. Tunaizungumzia kila siku. Direct, kama utakuwa sawa hapo tupate na hiyo video ili watu waweze kuitazama kwa ushahidi, kwa sababu mwingine hajakutana nayo, anaweza kaelewi ni kitu gani kimetokea hapo. Kwa hiyo video ambayo unaiona hapo sahihi imetafsiriwa kwa maneno tofauti kama mbona mke wa mtu afana rusuje mtu mimi mke wangu afanya and then akaika na mkono kabisa, and the guy alikuwa yuko comfortable. Labda ni marafiki au labda kwa upande wa marafiki inaruhusiwa hiyo date. Hapa Tanzania hakuna urafiki wa mwanaume na mwanamke. Hicho ni kitu serious. Ni hapa Tanzania tu mpaka huko kwa nyinyi ambao labda ni huko nchi za nje huko Ulaya kuna aina urafiki. Ila inaaminika kwamba hakuna urafiki wa mwanaume na mwanamke. Hakuna urafiki wa mwanaume na mwanamke hata siku moja. Kwa pale unahisi kuna kitu kinaendelea. Yule jamaa tena ni mbavu ujue. Nimemzoom mara 2. Ni mbavu hivi. Unajua hakuna kitu kizuri kama vile mwanamke kujistiri. Unajua unapokupagwa head kwenda sehemu, basi uzingatie mipaka yako. Lakini pale ni kama vile kavunja mipaka, kwa sababu mke wangu mimi hawezi kwenda kumkalia mdogo wangu David asiwe hata ikiwa shemeji yake. Hawezi, kwa sababu hiyo ni miko kwenye familia yetu na kwenye maadili ya Tanzania. Huwezi kumkalia mtu hivi, huwezi kumkalia mtu ambaye sio mume wako. Ni moja wa uhuni. Kwa hiyo ile kwenye jamii haiko sawa. Mimi naona lakini kizazi cha saizi hichi kimebadilika. Tofauti kama wale mama zetu, bibi zetu. Kizazi cha saizi hichi kimebadilika sana. Inawezekana teknolojia labda imekuwa. Lakini unajua nini? Kimebadilika sawa, lakini mimi naamini au mimi naonaga kabisa kwamba sio kila mwanamke anaolewa basi sijui nikaje ili kwa lugha nyepesi watu wakanielewa. Tuzungumze hapa tutaelewana. Kuna ambao wameolewa lakini hawastahili kuitwa mama. Au kuna wanawake ambao wamezaa lakini hawana sifa za kuitwa mama. Mimi nimekuelewa kitu kwamba kuna watu wameolewa lakini wanakuwa hajamalizana na ujana. Kwa sababu mimi naamini kitu kimoja. Sawa. Ndoa sio kifungo cha kwanza, tuamini hilo. Unajua? Lakini kuna ile heshima. Unajua ukiona unakuwa na heshima. Ukiona unakuwa na heshima kwamba ni mume wa mtu, ni mke wa mtu. Ile heshima watu waliokupa. Umewaita watu ukumbini au umeita watu kwenye nyumbani, tumefanyia shughuli yako. Yes, sasa hivi huyu ni mke wa mtu official. Basi ile heshima ihifadhi, kwa sababu kama hivyo ni kujidhalilisha. Unajua mwanamke wa mtu au mke wa mtu huwezi kufanya vile, kucheza vile, unajua vile.
yani kujiachia mbele za watu, basi jiachie mbele za wanawake wenzako, lakini kuna tu yani jinsia mbili zipo pale. Alafu kitu kingine ambacho nilikuwa nataka niongezee hapo, kuna kujiachia afu uangalie kamera. Yani wewe ni mtu maarufu, unajua kabisa hichi kitu nikifanya kitenda viral na unaziona cameras, watu tofauti na kurekodi. Kwa hiyo inahitajika umakini sana. Kizingatia ni mke wa mtu. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya, mimi naweza nikasema kwa urafiki, unajua dunia sasa hivi watu wanaishi kizungu sana. Mtu mwingine unaweza kumwona wana kiss. Nini kumbe ni ule uzungu mwingi. Hasa kwa namna ambavyo watu wametafsiri ni tofauti bana. Lulu, uhuru umepitiliza. Hata mimi pia nimeona hiyo. Unaona kwa ni kitu ambacho mwanaume labda yeye atakavyoweza kuichukulia kwa sababu anamjua mwanamke wake ndani kwamba akifanya hichi kwenye mitandao akinisumbui kwa sababu naelewa ni kitu gani nafanya. Kwa hiyo namba nirudi hapo kwa Dave. Ingekuwa ni mwanamke wako yupo kwenye situation kama ile. Yani usindo ule ilikuwa usiku pale. Ilikuwa usiku kwenye mechi ya kwenye Samia Cup. Mechi. Sasa umeona ule muda ule kafanya kile kitendo. Message huyu labda. Afu nakuta habari imetrend. Ndo kama ndo angekuwa mwanamke wangu, ni heri asirudi nyumbani. Kwa sababu wenyewe wanasemaje? Mwanamke atakapokosea ndani ya ndoa hayazungumziki, ila mwanaume akikosea ndani ya ndoa yanaweza kuzungumzika. Hiyo ndo tamaduni ambayo sisi tumejiwekea. Yani mwanamke wangu akinichiti, mimi na yeye bwana basi. Kwa sababu paka mwanamke anakuzunguka. Kazamilia. Kumbe anakuwa anadhamini. Kazamilia. Mwanamke ana moyo kuwapenda wanaume wawili. Mtakiwa mmoja tu. Basi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba wanaume ndio mwanaume ndio kaumbwa na moyo wa kupenda watu wengi. Sasa mwanaume yani kwamba sisi wanaume tuna huruka ya kutembea na wanawake wengi kwa wakati mmoja. Mwanaume uwezo huo kweli anao. Lakini mwanamke mwanamke kutembea na wanaume. Mwanamke wenyewe anasema mwanamke hawezi akaa na mwanaume ambaye hana hisia naye. Mwanamke wewe? Mwanamke. Lakini mwanaume anaweza kulala na mwanamke yoyote ambaye hana hisia naye. Yoyote yule. Nishaku experience hichi kitu. Ingawa nasema wanaume sio watu wa kuchagua. Anaweza kazaa hata na mtu ambaye hayuko sawa akilini. Unashangaa huyu kichaa amepata wapi ujauzito? Kwa hiyo wanaume sio watu wa kujali. Yani mwenzio wanaume tuna tabia kama za kuku. Kama za kuku. Jogoo, unamjua jogoo. Jogoo mpaka watoto wake. Lakini yani hoja bwana kwenye issue ya mahusiano. Kila kitu kinaongeleka. Alafu pia tujifunze sana zaidi kama umekosana na mwenzako labda unajua tuweze yani kumaliza sisi wenyewe kwa sababu hakuna hakimu wa ndoa. Yani ugomvi wangu mimi na wewe tunamaliza sisi wenyewe. Ukienda kupeleka nje ni udhaifu kwamba siri zetu watu washaanza kuzijua. Haijalishi babangu au mamako. Sio nielewa. Kwa mwisho wa siku lazima tumalizane sisi wenyewe. Kwa kama tumeona Lulu alichofanya na stahiki tu before mume wake hajasema yeye awe wa kwanza kusema bwana mume wangu I'm so sorry. Kuna kitu hivi nimekifanya. Hilo message kweli. Kwa sababu hakuna binadamu aliyokamilika kwa 100%. Unaweza kuwa na uzuri wa kiasi gani? Unaelewa? Unaweza kuwa mtu mkubwa kiasi gani lakini kuna sehemu ukateleza. So tunajifunza kwamba tumefundishwa kwamba tukikosea tuwe wepesi kuomba msamaha kwa mtu ambaye tukosea. Ndio maana kuna watu wengine wakikosewa ukimchafuria brandi nasema tu nasema bwana aombe msamaha mbele ya waandishi wa habari. Sikanikosea dharani basi inabidi aombe msamaha mbele kwa waandishi wa habari. Yes. Kwa hiyo Lulu ana haki ya kuomba msamaha umwakili maisha yake kwa sababu wameshaoana na hizo changamoto kwamba Majizo ni star na Lulu pia ni star. So wajaribu
kuzingatia heshima yao. Aswa kwa kitu ambacho alichokifanya. Yani kwamba zingatia heshima kwa mimi paka yangu mwisho hapa. Yani siwezi kucheza vile hadharani. Mimi siwezi. Tusitegemee hicho kitu kabisa. Kwamba msewa aruhusiwi kumtoa mkewe. Yani ruke vile. Mimi hata umshike hapo mimi mke wangu. Halo. Hapo ndo wivu. Unajua nini? Yani mapenzi ni wivu. Ila usizidi. Hautakiwi kuzidi. Yani kwamba usizidi. Yani mapenzi ni wivu na hayatakiwi kuzidi. Kama sasa hivi. Sasa hivi wivu hauna maana. Unajua nini? Yani mwanaume ambaye alokosa wivu kwa mpenzi wake, ampendi. Unajua inatokana na nini? Kwa pale Majizo hana wivu, si ndio? Hatuwezi kujua Majizo kapokeaje, lakini kile binadamu na ile utu uzima ambao Majizo nao, ndio kwamba mke wangu hapa kakosea. Unajua so naye kama Lulu atakuwa kweli ni kwamba yani ufahamu wake ni mkubwa zaidi. Unajua sasa hapa nimekosea. Unajua kwa nini nakwambia unasema wivu? Wanaume yani mioyo ipo tofauti kama mkubwa. Wewe unaweza kusema mimi na wivu sana na mke wangu. Ila mimi nakwambia sina wivu sana na mke. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Wenda experience ulizopata wewe tofauti na experience nilizopata mimi kama mkubwa. Sio unanielewa? Pengine wewe tangu uanze mahusiano labda ukuwahi kupigwa matukio nini. Nenda kama mtafute mwanaume ambaye yeye kila mahusiano yake anapigwa matukio. Yeye kuna muda anachoka kupigwa matukio, yani anasema tu everything is okay. Yani kila kitu sawa tu. Huyo mwanaume nakwambia hawezi akawa na wivu na mwanamke. Sio unanielewa? Lakini kuna wale ambao wenyewe wamezoea kwenye mahusiano yao ni raha tu. Siku akaja akapigwa tukio. Tukio moja tu. Inabadilisha kila kitu. Lazima ataanza kuwa na wivu. Na wivu na mwanamke wake. Kwa hiyo hao nimekupa mfano watu wawili tofauti yao. Lakini mimi nazidi kuamini. Yaani maneno yako hajaniweka nguvu kwenye moyo wangu nikaamini. Kwa sababu mimi naamini mapenzi ni wivu. Wivu hakuna mapenzi. Yes. Yaani mimi lazima nikuonea wivu. Kwa sababu mapenzi ni hisia, si ndio? Tunajua wote. Lakini kwenye ndani ya mapenzi kuna wivu. Yaani kumwekea mke wako ni mipaka ni wivu. Kwamba mke wangu sitaki ufanye kitu fulani. Kwa hiyo lazima kuwe na wivu kwenye mahusiano au kwenye ndoa. Yaani haiwezekani mimi mke wangu eti uko road hivi unatembea umeshikwa na mwanaume afu unanyamika kaangu. Who you? Bora unatambulisha kaka. Hello. Au utakuta sometimes mmekaa hivi na chat. Unajua zile. Una chat na nani? Au na rafiki yangu. Acha kutisha watu. Ana kama jinsia gani? Yaani kuna yengo lazima tutakuwa na wivu. Rafiki yako ni msave soulmate. Huyu hapo rafiki yangu nimesoma naye. Naomba nione chat. Ni wivu. Tena nataka nakumbushe ndugu zangu, nafikiri tutalizungumzia Jumatatu panapo majaliwa. Mwanaume au mwanamke utakaposhika simu ya mwenza wako, kitakacho kusukuma kushika, basi nitakutajia majina hayo matatu ambayo sawa anaweza kaya save, lakini ndo majina ambayo yana shida, lakini pia ukiyakuta uje mzako anakuzunguka. Yaani anacheza kivuli. Kwa pale kwenye majina pale kaweka tu kama ukiona rafiki yangu nini ogopa sana. Jumatatu hiyo panapo majaliwa tayamesha na majina. Nafikiri tumemaliza, hatuna la ziada. Cha kumalizia cha kuwapa neno, ukijiheshimu watu watakuheshimu. Davis, mimi bwana kwa shikaji zangu wale wote wale mimi naambia tu bwana pendaneni. Pendaneni, maana bila upendo na ndani ya upendo lazima kuwe na wivu. Yaani huwezi kwani kwamba mtu maybe labda nampenda hampo, si ndio?
afu nishindwe kuwa na wivu naye, ni kitu ambacho labda maybe nimemtamani. Mipaka lakini. No, yani unajua kuna ile mtu kumtamani. Yani kama vile ukienda hapo wapi Kitamba Cheupe, si ndio? Umepita ukaona mwanamke mzuri, si ndio? Ukamchukua maybe hivi, uwezi kuwa na wivu. Hata pia wale madada hapo wenyewe kwa Kiswahili, si ndio? Wale hawanaga wivu. Yani akikuhudumia guess kwamba akikuhudumia amemaliza. Kwa hiyo mapenzi ndani kwenye box la mapenzi kuna wivu. Haya, boxi la mapenzi la Dave halina wivu, boxi langu ina wivu. Haya yote tutakuja kujushana hapo kwenye comment. Utuambie tu kitu ambacho amekifanya Lulu Elizabeth Michael ni sawa, na ukijaribu kuvaa kile kiatu unaonaje? Uhusika huo unakukaba ama ndo tumwachie mwenye mke wake? Hatuna la ziada mpaka muda huu hapa. Usiache tu kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, YouTube channel, subscribe hapo ili uendelee kupata update za kila mada ambayo itakuwa inazungumziwa hapa, lakini pia kila vipindi ambavyo vitakuwa vinaruka hapa kupitia Lokoma TV, lakini pia huko Instagram tunapatikana kama Lokoma TV, bila kusahau TikTok. Kote huko usiache kutufollow kwa sababu ndiko machimbo ya habari tunakoyafufua huko. Sina la ziada. Jina langu naitwa Ampo, nilikuwa na Msewa 98 pamoja na Chilo David 14. Goodbye. Uwe na wakati mwema. Okay, thank you.